ni saratani ya kibofu cha mkojo, saratani ya mji wa uzazi wa kina mama, saratani ya damu, macho na figo ndio zinazoongoza. Aidha, wataalamu wamekusanya sampuli za damu 9,600 za watu ambao hawana saratani ili kulinganisha sampuli za damu za wenye saratani. Utafiti huu utasaidia kubaini chanzo cha saratani hizo. Hivyo kwa sasa bado utafiti unaendelea na visababishi vinavyosemwa bado ni nadharia tu kutokana na shughuli za kijamii katika maeneo husika. Mheshimiwa Spika, hadi sasa mpango wa kudhibiti ongezeko umejikita katika kutoa elimu ya afya kwa viashiria vinavyodhaniwa pamoja na kuzingatia mkakati wa kitaifa wenye maeneo 7 yaliyoainishwa ili kudhibiti viashiria vya saratani. Mheshimiwa Spika, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Neema Rugangila, swali la nyongeza. Nashukuru Mheshimiwa Spika, pamoja na maelezo ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, kwa kuzingatia kuwa katika mikoa ya kanda ya Ziwa kuna shughuli nyingi za sekta ya madini na uchepushaji wa kemikali kwenda kwenye Ziwa Victoria unasemekana kuweza kuathiri samaki, dagaa ambazo jamii inayozunguka Ziwa Victoria wanakula, hivyo kuna uwezekano wa kuchangia katika ongezeko la kansa. Sasa je, Wizara ya Afya hamuoni ipo haja ya serikali kuwa na chombo maalum cha kudhibiti masuala yote ya chakula, lishe na usalama wa chakula kwa maana ya food safety? Hilo ni swali la kwanza. Mheshimiwa Spika, swali la pili ni kwa kuwa Wizara ya Afya hapo kwenye majibu imeeleza kwamba inajikita katika kutoa elimu. Naamini elimu hii ni pamoja na masuala ya usalama wa chakula kwa maana ya food safety. Je, wizara haioni iko haja kwa serikali kufuata miongozo ya dunia ikiwemo Shirika la Afya Duniani kwamba masuala ya udhibiti wa usalama wa chakula kwa maana ya food safety yawe chini ya Wizara ya Afya na sio chini ya TBS? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Spika, kwanza nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa mbunge kwa kuuliza masuala muhimu ya afya na muhimu sana kwa usalama wa afya zetu, lakini pia kwa usalama wa nchi yetu. Na kushukuru sana Mheshimiwa mbunge. Lakini maswali yake mawili. Swali la kwanza, kama serikali haioni sababu ya kuwa na chombo maalum cha kusimamia usalama wa chakula. Serikali ina chombo maalum ambacho kwa sasa masuala ya chakula yanasimamiwa na TBS. Lakini pia serikali imekuwa inafanya kazi ya kina kuhakikisha uchafuzi huo unaofanyika na mambo ya mengine ambayo yanaweza kaleta madhara kwa binadamu yanasimamiwa. Kwa hiyo kuna usimamizi wa kina sana, lakini nakubaliana na wewe kwamba bado kuna watu ambao sio wazuri na hawafuati zile sheria ambazo wenzetu wa afya, lakini wenzetu wa mazingira na wenzetu wa maji wamezitoa katika kuchepusha vitu mbalimbali ambavyo vinaweza vikawa na madhara kwa binadamu. Kwa hiyo hilo tutaendelea kuongezea nguvu katika kufuatilia eneo hilo. Lakini swala lake la pili kwamba ni swala la kurudisha chakula kutoka TBS kuja TMDA kwa maana ya kuwa FDA kama ambavyo tulikuwa zamani. Kwanza Mheshimiwa mbunge, isisaulike kwamba swala hilo lilipitia hapa bungeni na likaamuliwa na bunge kwamba iende TBS. Sasa tunamuomba Mheshimiwa mbunge aendelee kuipa serikali muda. Ndani ya wizara husika kuna mchakato unaoendelea kujadiliana kuona sababu ambazo zilisababisha ziende kule TBS. Kama zinawezekana basi tukatafuta sababu ya kuweza kurudisha kama ambavyo bunge kwa wakati wote limekuwa likishauri. Lakini